Yeah. Haleluya, watu wa Mungu. Nilikuwa napitia komenti kadha wa kadha kwenye tukio hili la mwana CCM kunusurika na ajali. Nimejifunza kitu kikubwa sana kwa komenti kama hizi. Unaona ni kwa jinsi gani wananchi wa Tanzania wasivyowapenda wana CCM na serikali iliyopo madarakani. Maisha kama haya ni magumu sana, ni mabaya sana. Kwa 99% ya komenti zote unazoziona hapa zinafurahia sana mwana CCM au mtu yoyote aliyeko serikalini sasa kwenye kitengo chochote akipatwa na matatizo au akifa kabisa. Sasa maisha kama haya lazima ujue kabisa hampendwi, na kama hampendwi ni bora mtafute kila njia itakayowafanya muondoe utofauti huu uliopo sasa. Nje na hapo, Tanzania hii inakokwenda ni kubaya sana. Hebu angalia, hebu zitazame comment hizi, zisome kwa utulivu sana, ndipo utajua hasira ya wananchi ni kubwa sana juu ya utawala huu. Yeyote ambaye upo kwenye kiti, umekalia kiti cha aina yoyote, ni vema utambue kwamba kiti ulichokalia ni cha damu. Wananchi wana hasira na damu zilizomwagwa Oktoba 29 za Watanzania kipindi cha uchaguzi. Hiyo ni ishara ya wazi inayoonyesha kwamba wote mlio kwenye vyeo, ngazi yoyote ya mwenyekiti, ya balozi, mpaka ngazi ya juu, ni vyeo ambavyo mmevikalia kwa damu, kwa kumwaga damu za Watanzania. Ushauri wangu kama mtu wa Mungu, tafuteni kila njia ili muweze kueleweka na wananchi. Nje na hapo, hakuna mtakachoivisha. Ni kweli mtapata pesa, mtapata mali ambazo ndizo mlizokuwa mkizitafuta kwa ajili, ndizo mlizokuwa mkizitafuta hata mkaamua kumwaga damu za Watanzania wasio na hatia. Ila kama mtu wa Mungu, hakuna chochote mlicho nacho mtakachokifurahia kama hali ya mambo itakuwa hivi, kama utofauti wa wananchi na serikali utakuwa hivi. Niwaambie tu, tafuteni amani na watu wote. Kwa hiki kinachoendelea Tanzania ni ishara mbaya sana ya hatari. Haijawahi tokea Watanzania kuombeana vifo kwa sura kama hii, kufurahia mtu anakufa kwa sura kama hii, hata kama kuna utofauti mkubwa kiasi gani, hata kama watu wanakuwa wamekosana kwa sura gani, lakini kwenye suala la kifo Watanzania walikuwa na huruma sana. Ukiona Watanzania wamefika hapa wanafurahia kifo cha mtu mwingine, ujue kilichofanyika Oktoba 29 ni kibaya sana, kimeumiza wengi sana. Nirudie kusema, serikali, tafuteni amani na wananchi kwa njia yoyote, iwe kwa kuachia cheo chako, iwe kwa namna yoyote, kwa kula hasara ya namna yoyote, hata uhai wenu. Kikubwa tu uwe na amani na watu wote. Neema ya Kristo iwe nanyi nyote mnaonisikiliza.
na mtakaonisikiliza na mlionisikiliza. Amen. Ndipo neno la Bwana likamjia mfalme Ahabu kwa kinywa cha nabii Eliya kusema, je, umeua ili utamalaki? Umeua ili utawale? Umemwaga damu ili utawale? Nguvu zako ni zile zile, haubadiliki. Uwezo wako ni ule ule, haubadiliki. Tangu zamani Yahweh, haubadiliki. Tangu zamani haubadiliki. Uliyetenda zamani za mfalume Ahabu, hata sasa waweza kutenda. Ahabu alipomuua Nabothi ili atamalaki shamba la ulisi wao. Ahabu alipoimwaga damu ya Nabothi ili aweze kutawala. Alipoimwaga damu ya Nabothi ili aweze kutawala ardhi ya ulisi wao. Ndipo neno la Bwana likamjia nabii Eliya kusema, nenda ukamwambie mfalume Ahabu, umeua ili utamalaki, umeua ili utawale. Wewe Ahabu, sikia maneno ya Bwana nayo kuambia leo. Ahabu, mahali mbwa walipoilamba damu ya Nabothi, watailamba pia na damu yako. Wewe Ahabu, yale uliyoyatenda kwa Nabothi yatatendeka pia na kwako. Ahabu, wewe baba, wewe wewe baba, wewe Jehova, haubadiliki. Wewe Yesu, wewe Yesu, haubadiliki. Tangu zamani, tangu zamani, haubadiliki. Tangu zamani, tangu zamani, haubadiliki. Yes, Jehova. Kitabu cha Mwanzo sura ya 9 na ule mstari wa 6. Neno la Bwana linasema, atakaye mwaga damu ya mwanadamu, damu yake pia itamwagwa na mwanadamu. Amen. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 13 na mstari wa 10 kinasema, mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka naye. Mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. Amen. Wewe baba, wewe Yesu, 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 tangu zamani, tangu zamani, tangu zamani.